Sana. Kwa majina naitwa Dr. Neema Peter Majule. Mimi ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mwenyekiti wa UWT wa mkoa wa Dodoma. Leo tumepata ugeni mzito kabisa wa balozi wa China, Miss Chin amekuja kwa ajili ya kuwapa wanawake cherehani. Leo hii tumetoa cherehani 20 kwa ajili ya wanawake 20 ambao walifika mahali hapa. Mahusiano haya yalianza mapema. Mimi nilipotembelea ubalozi wa China na nilienda kumwona balozi kwa ajili tu ya kutengeneza mahusiano ya wanawake wa China na wanawake wa Dodoma. Nilikuwa nimempa vipaumbele 5 vya wanawake wa Dodoma. Ya kwanza kabisa nilimwambia wanawake wanahitaji mashine ambazo wanaweza wakazalisha kila siku kwa ajili ya kujipatia mahitaji kama mashine hizo za cherehani. Lakini la pili niwaambia wanawake wanahitaji pembejeo za kilimo ili waweze kulima kilimo cha kisasa. Dodoma ni nchi kavu, lakini tukipata maji tunategemea maji kutoka Ziwa Victoria. Rais wetu mpendwa kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuahidi ataleta maji kutoka Ziwa Victoria mpaka Dodoma. Hivyo nikamwambia kipaumbele cha pili, wanawake hawa wangepata pembejeo za kisasa za kilimo, wangeweza kujikwamua kiuchumi, pia na mbegu bora. Hiyo ni kitu kinaweza kuwasaidia wanawake. Lakini la tatu nilimwambia wanawake hawa wanahitaji elimu ya biashara. Wanawake wengi wanafanya biashara lakini hawana elimu ya biashara. Kwa hiyo tukifanya seminars mbalimbali, wanawake wakapata elimu za biashara, wataweza kufanya biashara ndani ya nchi hata nje ya nchi na hivyo kujikwamua kiuchumi. Lakini la mwisho niliomba mahusiano ya China na wanawake wa China na wa Tanzania tuweze kubadilishana ujuzi. Wanawake wa China wenzetu wameendelea sana katika mambo ya ujuzi wa ujasiriamali, na sisi ndio tunaanza ujasiriamali. Lakini kamwambia ukija Tanzania ukifanikiwa, tutakuja kukuonyesha vitu vya asili ambavyo na sisi wanawake wa Dodoma tunafanya. Kama hivi mnavyoona ukumbi mzima umepangwa na nyungo na tuna vinu, na hata balozi tumempa zawadi ya vikombe vilivyotengenezwa kwa mbao, sugar container ya mbao, tumempa glasi za mbao, na pia ameona vikapu, ameona vitu vingi vya kwetu sisi wa Tanzania. Na sisi tunajisikia vizuri ujuzi wetu tulio nao wa kushona vikapu, wa kuchonga vitu. Hivyo mimi nimwahidi balozi. Balozi ukija Dodoma utaweza kuona vitu hivi, na wewe pia utaona sisi tunavyojitahidi. Hata sisi ukitualika kuja kwenu China au wanawake wa China wakija kwetu, nao pia watatuletea vitu vyao wanaovifanya vya mikono ili tuweze kujifunza kutoka kwao. Na kama ukifuatilia speech ya balozi, amesema jinsi wanawake wa China ambao wanafanya vitu vya ufundi vya mikono na wanaweza kujikwamua kiuchumi, na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuinua uchumi wa familia na wa taifa kwa ujumla. Na sisi wa Tanzania pia kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi pia tunafanya kazi kwa bidii, na tuna ujuzi wetu ambao tunafanya wa Kitanzania, na tunaupenda ujuzi wetu wa Kitanzania sisi pia, na sisi we feel proud hata kuwapa na wenyewe ujuzi wetu. Hapa leo daktari tumempa kazi za balozi tumempa kazi za mikono ambao mwanamke amechora tembo, amechora twiga, amechora swala. Balozi amefurahi sana kuona vitu kama hivi. Kwa hiyo ameona, amepata test ya Watanzania, vitu ambavyo wanawake wa Kitanzania wanafanya. Kwa nafikiri huu ni mwanzo mzuri wa mahusiano ya wanawake wa China na wanawake wa Tanzania, hususani wanawake wa Dodoma. Na kweli balozi aliniambia wazi ya kwamba amefanya mahusiano mengi na wanawake wa mikoa mingi, lakini alitamani sana kufanya mahusiano na wanawake wa makao makuu. Sisi ndio wanawake wa makao makuu. Leo balozi ametuona wanawake wa makao makuu. Pengine baada ya kuwezeshwa hizi cherehani, sasa dhamira yenu ni ipi kama wanawake? Nafikiri kama utaweza kurecall back, mimi nimewahi kugawa cherehani 209 kila kata, kila mwanamke alipata cherehani. Lakini utakuta cherehani moja kwa watu wengi haina matokeo makubwa sana. Lakini kama tukiweza kupokea cherehani kutoka China, tunatamani kumpa kila mwanamke
ambaye ana ujuzi wa kushona cherehani, lakini pia tunaweza tukaziweka cherehani kwenye darasa, kwa wanawake sasa wakawa wanajifunza kushona. Baada ya wanawake kujifunza kushona, kila mwanamke anaye graduate kushona tunampa cherehani. Kwa hiyo itakuwa na matokeo makubwa kama nilivyosema, kuanzia ngazi ya familia, kuinua uchumi wa familia, lakini sio uchumi wa familia tu, uchumi wa jamii, na sio uchumi wa jamii tu, uchumi wa mkoa wetu na uchumi wa taifa la Tanzania. Pengine hizi mlizopewa umesema ni sample, je, in general mmepewa ngapi hizi? Tumepewa cherehani 120. Hii tungefahamu kwamba vigezo gani vimetumika kuwapata hao ambao wamepata leo. Tumechukua tu wanawake ambao wanaweza kuja sasa bila kutegemea usafiri mkubwa sana kwa ajili ya usafirishaji wa cherehani, lakini wale walio kwenye wilaya zingine tutawapelekea kama tulivyowapelekea wakati ule. Kila wilaya tuzipelekea cherehani, lakini tumewapa hawa wajirani hapa ambao wanaweza kubeba wenyewe na kuweza kupeleka. Kwa hiyo tumechukua tu karibu wanawake washonaji wa karibu hapa na kata yetu ya Kindege. Ana supplier wake ambassador. Kwa hiyo hizi alituletea jana, kwa hiyo zitaendelea kuja hivyo kutoka kwa supplier wake. Jinsi supplier wake anavyozifunga atazidi kutupa. Sisi tumesign contract ya cherehani 120. Thamani yake ni milioni 36. Milioni 36. Ninaitwa Eunice Mongi. Mimi ninatoka kwenye kata hii ya Ipagala. Ni mnufaika wa uwezeshaji wa cherehani hizi ambazo mbunge wetu wa viti maalum Mama Neema Majule ametuletea katika kata yetu, ambayo cherehani hizi amepata msaada kutoka kwa balozi wa China. Kwa tuko hapa kufurahi na kumshukuru balozi wa China kwa uwezeshaji wake wa kutusaidia sisi wanawake wajasiriamali wadogo wadogo kwenye hizi cherehani ambazo vinaenda kutusaidia kuwa vitendea kazi kwenye biashara zetu na kazi zetu, kujikwamua kiuchumi na maendeleo kwa ujumla. Tunaahidi kufanya kazi kwa bidii, na huu ni mwanzo tu. Najua cherehani hii itaenda kuzalisha cherehani nyingi zaidi, na kampuni yangu ambayo ninaanza kama mwanamke mmoja, ninatarajia kuweza kupanuka, kuwaongeza wanawake zaidi kwa kuwafundisha vijana na mabinti zetu kazi hizi za mikono na kuweza kujikwamua kiuchumi. Over ceremony of 120 sewing machines donated by my embassy in Tanzania to the Dodoma Women's Empowerment Program initiated by Honorable Dr. Neema Majule. I'm also delighted to be here and to have the opportunity to meet every one of you face to face. In China, they believe that women can hold up half of the sky is deeply rooted in the society. Since assuming my post as Chinese ambassador to Tanzania in 2021, I have truly felt that Her Excellency the President, Dr. Samia Suluhu Hassan, as an outstanding female head of state, has always regarded women's development and people's livelihood as important priorities of governance. Under her leadership, Tanzania has achieved historic progress in the cause of women. It ranks among the leading countries in East Africa in terms of gender equality, women's political leadership, and economic participation. Dr. Neema told me that women occupy more than 40% of ministerial and parliamentary positions in Tanzania and contribute to 55% of agricultural production in this country. The hardworking and capable women have made important contributions in their respective fields and indeed hold up half of the sky of Tanzania for the national development.